Rais wa Israel Isaac Herzog amethibitisha kupokea barua rasmi kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump akimwomba aingilie kati ili kumwachia huru Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye anakabiliwa na kesi za rushwa, udanganyifu na kuvunja uaminifu. Katika barua hiyo, Trump alimweleza Herzog kuwa anaamini mashtaka dhidi ya Benjamin ni ya kisiasa na yasiyo ya haki, akisisitiza kuwa kiongozi huyo amekuwa mtetezi shupavu wa Israel na anastahili kupewa msamaha wa rais. Trump alieleza kuwa Netanyahu amekuwa nguzo muhimu katika kulinda usalama wa Israel, hasa katika kipindi cha migogoro ya hivi karibuni, na kwamba ni wakati sasa wa kumwachia ili aweze kuendelea kuongoza juhudi za kuimarisha umoja wa kitaifa na kudumisha amani. Barua hiyo imeibua hisia kali katika Israel, huku baadhi ya wachambuzi wakitafsiri hatua ya Trump kama kuingilia masuala ya ndani ya nchi hiyo na jaribio la kisiasa lenye lengo la kuunga mkono serikali ya Netanyahu. Ofisi ya Herzog imesema kuwa licha ya heshima anayompa Rais Trump na uhusiano wa karibu kati ya mataifa hayo mawili, taratibu za kisheria za Israel zinahitaji ombi rasmi la msamaha kutoka kwa mshtakiwa au familia yake kabla ya rais kulichukulia hatua yoyote. Mpaka sasa kuna ombi kama hilo ambalo limewasilishwa rasmi kwa ofisi ya rais. Wataalamu wa sheria wameonya kuwa kutoa msamaha kabla ya jukumu la mwisho inaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa mfumo wa mahakama na kuashiria upendeleo wa kisiasa. Kesi za Netanyahu zimekuwa zikisababisha mgawanyiko mkubwa ndani ya Israel tangu kufunguliwa kwake mwaka 2019. Waziri mkuu huyo amekana mashtaka yote, akisema anadhulumiwa kisiasa na wapinzani wake. Wafuasi wake pamoja na baadhi ya wabunge wa mrengo wa kulia wamepongeza barua ya Trump, akisema ni ishara ya uungwaji mkono wa kimataifa kwa Netanyahu na serikali yake. Hata hivyo, wapinzani wamesema hatua hiyo ni kinyume na misingi ya uhuru wa mahakama na inatishia kuvuruga utawala wa kisheria nchini humo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanasema kwamba barua hiyo ni ishara ya jinsi Trump anavyotumia ushawishi wake wa kidiplomasia katika Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, inamweka Rais Herzog katika hali ngumu ya kisiasa, akilazimika kusawazisha heshima kwa uhusiano wa Marekani huku akilinda mamlaka na uhuru wa taasisi za kisheria nchini Israel. Hatua yoyote atakayochukua inaweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa Benjamin Netanyahu, taswira ya Israel kimataifa na mizani ya kisiasa ndani ya nchi hiyo.